Ndugu zangu wakina mama mlioko humu ndani, mkoa wetu wa Manyara licha ya mazuri mengi haya ambayo tunazungumza tunayaona, lakini bado tunakabiliwa na changamoto ya masuala ya ukatili wa kijinsia ambayo asilimia kubwa sasa tumegundua na bebwa na mila na tamaduni zetu. Miaka hii mitano tu peke yake iliyopita tumepokea kesi zaidi ya 8,490 ambazo zimeripotiwa, na hizi ni zile ambazo zimeripotiwa. Kwa hiyo changamoto yake sio ndogo, changamoto yake ni kubwa, na hii inapelekea pia kudumaza ustawi. Nimezungumza hapa kidogo, leo ni shughuli ya kina mama. Tunapokutana na kina mama, mara nyingi sana ni vizuri sana kuzungumza masuala ambayo kwa kweli yanagusa kina mama moja kwa moja. Lakini nimefurahi kwa sababu nimeona idadi kubwa ya kina baba. Wakina baba hawa watatusaidia kuwa mabalozi wabebe hizi habari kwenda nazo kwa wakina baba wengine. Changamoto ya ukatili wa kijinsia bado ni kubwa kwenye mkoa wetu, na inatia aibu na inafedhesha. Tumeona mara nyingi habari zikiripotiwa kupitia kamera hizi ninazoziona hapa. Wino umeutuliza mkoa wa Manyara. Mkoa wa Manyara wanasikia habari kwa wenzao, wanasikia habari kwa wenzao. Na wewe mwanamke umeanzaje? Wanaume wameshindwa. Yote ni kwa sababu ulijenga mahusiano mapema tangu umekuja Manyara hii. Mdogo ni wako, mkubwa ni wako, mzee ni wako, bibi ni wako, babu ni wako. Ndio maana amani ya mkoa wa Manyara itapatikana. Tunahitaji sana kuwa na shukrani kwa vitu ambavyo watu wanafanya, lakini pia tuwashukuru sana kamati ya utekelezaji ya mkoa na kamati ya utekelezaji ya Babati vijijini. Wamefanya kazi kubwa sana, tumeshirikiana nao, pamoja na zawadi zilizotolewa hapa zote zimeandaliwa na kamati ya utekelezaji ya mkoa pamoja na kamati ya utekelezaji ya wilaya pamoja na kamati ya siasa ya wilaya. Mahali mambo yanaenda, ujue watu wanaelewana. Lakini unaulizwa, kwa nini uelewani na mwenzako ndani ya ofisi? Anaosha vyombo nyumbani kwako, anakuja kuosha vyombo, useme na hajasaidia vizuri. Hebu tupendaneni katika maeneo yetu ya kazi, tuache chuki na fitina. Tutajenga chama chetu katika miaka 50 tutakuwa tuna amani kubwa kuliko hiyo sasa.